Ni eneo la Miomboni mjini Iringa na jirani kabisa na msikiti hapa, na hapa ninazungumza na wafanyabiashara katika eneo hili, wale ambao hawatumii loudspeaker ama horn speaker kwa ajili ya kufanya biashara zao. Mimi ni Francis God. Na upande wa jina, mimi naitwa Isaac Chengula. Kama ulivyoona kwenye mlango wetu tulivyoandika hapo, ndio jina linalotumika kwenye biashara. Naona upo hapa eneo la Miomboni, ndani kabisa na eneo la msikiti. Ndio. Kwa nini biashara zako wewe hutumii horn speaker kutangaza? Kutumia zile loudspeaker inategemea, na mimi nafikiri inategemea na aina ya biashara unayoifanya. Alafu pia hii imekuja sasa hivi baada ya kuwa wafanyabiashara wengi wakifungua biashara hizi, hasa bidhaa mpya, wanaamini kwamba wakipiga promo au wakiweka loudspeaker ndio wanakuwa wanatambulisha biashara zao. Lakini kwa sisi ambao sisi hapa tuko Miomboni muda mrefu sana, tuna miaka mingi, umeona, tunauza bidhaa za mtumba. Sasa kwa biashara hizi huwezi kuweka loudspeaker ukatangaza hapa kinapatikana hivi, wakati watu wanapaona na wanapajua. Kwamba hili eneo ambalo mlilopo ni eneo ambalo la kibiashara, lakini kwamba mmezungukwa na nyumba za ibada. Yes. Kelele hizi ambazo nyinyi mnazipiga zina madhara gani katika nyumba za ibada, na unafikiri kwamba hichi ambacho mnakifanya, wale ambao wanafanya hivi, ni sahihi? Hapana, hii sio sahihi kabisa, kwa sababu kwenye kuheshimu imani ya watu lazima izingatiwe. Unajua, hii ni sehemu ya ibada, tumezunguka, hasa si wafanyabiashara ambao tumezunguka eneo la msikiti. Vile unavoweka maspika nje na kufungulia mamiziki na nini, kwa biashara, kwa upande wako wewe utaona unafanya sawa, lakini kwa utaratibu ambao mimi nafikiri sheria ingekuwa inafuatwa mkondo, hasa halmashauri yetu manispaa ingeweza kutoa elimu sehemu watu ambako wapo jirani na nyumba za ibada, makanisani, misikitini. Sio vizuri sana kutumia makelele mengine wakati hii ni sehemu tuko jirani na sehemu. Kungekuwa kuna utaratibu mwingine ambao mtu unaweza ukatoa promo, lakini sio kwa kuweka loudspeaker na kuweka maspika nje. Na kwa nyie sasa, kama wafanyabiashara ambayo hamtumii hizi loudspeaker, ambao mpo katika maeneo haya ambayo yana kelele nyingi, inawaathiri nini? Sisi kwa upande wetu wafanyabiashara ambao hatutumii loudspeaker inatuathiri, kwa sababu kwanza ni kero kwa wapita njia pia wengine. Sio wateja wote au sio raia wote ambao wanakuwa wanapita wanapenda hizo kelele. Hapana. Wengine wanakuwa, unajua, kila mtu kwenye maisha anakuwa na sio wafanyabiashara, sio raia wote ambao wanakuwa wanapita na kuona kitu hichi kinachofanyika ni sawa. Mimi nafikiri sisi tunaathirika kwa sababu hizi kelele zinakuwa, kwanza kuna wateja wetu ambao wengine wanakuwa wameingia kwenye biashara, anataka akuungishe labda. Sasa vile anavyokuwa anasikia makelele ya mlango wa pili wa tatu, inakuwa ina dispar. Japokuwa kwa mtu mwingine ambaye anafanya hiyo biashara, yeye anakuwa anaona sawa, lakini kwa upande wangu mimi mimi sioni kama sawa. Sasa nyinyi wafanya biashara kwamba mna umoja wenu, ndio, na mna uongozi kila mtaa, ndio, mmeshaongea na viongozi wenu wa mitaa, viongozi wenu wa maeneo ya biashara kulalamikia hizo kelele ambazo hiyo kero? Ndio. Hiyo kero bado hatuja, sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara, kwa sababu kwenye jumuiya na mimi ni mjumbe pia, hiyo bado hatujakaa na kulitafakari ili jambo tukalifikisha kwenye uongozi wa jumuiya, kwa sababu kwenye jumuiya yetu kila mtaa una uongozi. Kuna mabalozi wa mtaa, kuna wenyekiti, kuna wajumbe pia. Sasa hili jambo tulikuwa bado hatujafikiria kuliwakilisha, kwamba kwenye jumuiya yetu tupeleke kwenye uongozi, tujaribu kuliangalia kwa upande mmoja au mwingine, kwamba kama tunafanya kitu ambacho kinakuwa ni kero kwa watu wengine, sio jambo zuri. Sheria za Baraza la Taifa la Uhifadhi ya Mazingira NEMC ndio zinazuia kelele kama hizi na mitetemo isiyo rasmi katika makazi, maeneo ya biashara. Nini wajibu labda wa manispaa katika kudhibiti ama kusimamia sheria hizo?
Mimi nafikiri wajibu wa manispaa ni nani yenyewe, ni uongozi wenyewe. Inatakiwa wenyewe pia uonane na uongozi wa manispaa. Ilikuwa ni vizuri uonane na jumuiya ya wafanyabiashara ili kutoa elimu, ili wawape elimu wafanyabiashara, kwa sababu wafanyabiashara wanaweza kawa wanafanya biashara humo ndani ya biashara wakavunja sheria kupitia kama hayo, kupitia NEMC, kwamba hizo kelele na nini ni kosa, japokuwa ili kosa linavunjwa, lakini manispaa wapo, vyombo vinavyohusika vipo na wanaangalia, kitu ambacho mimi naona hakiko sawa. Kwa jina naitwa Ibrahim Nasir maarufu Captain Nasir kwa hapa Iringa. Asilimia kubwa kwa sisi wakazi wa hapa Miomboni au wakazi wote wa hapa Iringa, vipaza sauti imekuwa ni kikwazo kikubwa sana, kwa sababu asilimia kubwa wengi wanafungulia sauti kubwa kwanza, na kila mmoja anatangaza tangazo lake la biashara yake. Sasa matangazo ya kibiashara yamekuwa ni magumu, sababu kila mmoja anatangaza biashara yake, basi kila mmoja anaweka sauti inakuwa kubwa. Kwa hiyo imekuwa ni shida, kwa sababu hata kwenye nyumba zetu za ibada ambazo tunazo jirani, inakuwa tena hakuna tena utaratibu wa kuweza kusema kwamba unafanya ibada kwa muda mwafaka. Ibada inafanyika nje, wanatangaza. Ibada inafanyika, mwingine anatangaza biashara yake. Kwa hiyo vipaza sauti imekuwa ni kero. Kiufupi imekuwa ni kero mno, sio kwamba ni hapa tu Miomboni, ni Iringa nzima. Asilimia kubwa yote sehemu ambao wanafanya kazi biashara, vipaza sauti imekuwa ni kero. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwa wale watu wahusika, mfano NEMC, watu wanaohusika na masuala yote ya kibiashara, wangeweza kutusaidia kuweza kuweka utaratibu maalum wa kila mwenye biashara aweze kujua kwamba ni jinsi gani ya kuweza kufanya biashara yake kwa utaratibu na kutokana na leseni yake inavyomruhusu. Lakini vinginevyo imekuwa ni kero. Kwa sisi wakazi tunasema ni kero. Tunaomba serikali na vyombo husika vitusaidie. Sufiani Ali Mbuma, kazi wa Miomboni hapa. Maoni yangu kuhusu hivi vipaza sauti vya biashara, kwa kweli ni kero sana, inatupigia kelele sana. Yaani hivi tunatakiwa viondoke tu. Biashara wanapiga kelele, wanatangaza sijui 100 100 nguo 100 100 yaani imekuwa tabu. Umeona bwana? Kwa hiyo kama mamlaka husika zote, NEMC zote zishughulikie swala. Madhara yote ya hizi maiki za barabarani, hizi maiki ambazo wanatumia kutangazia. Okay. Wamekupa kibali za hii kwa bei poa kama vile nguo za watoto kwa bei shilingi 3, gauni za watoto. Lakini unajua sheria ya kufunga hizi maiki hapa kufanya matangazo. Gauni za wakubwa kwa bei shilingi 3, Sweater Prova kwa bei ya shilingi 3 na zilizotundikwa juu. Elewano, karibu mpaka ndani. Baada ya kuzungumza na wananchi pamoja na wafanya biashara katika maeneo ya Miomboni ambao wamekuwa wakilalamikiwa kupiga kelele kupita kiasi, tunakwenda kuzungumza na ofisa utamaduni halmashauri ya manispaa Iringa, Daktari Carlos Mbinda, kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Iringa, Bi Zaina Mlawa, kuhusiana na kelele ambazo zimekuwa zikipigwa katika maeneo ya biashara. Manispaa inachukua hatua gani? Jambo hili tulishaanza kulifanyia kazi. Ndio maana utaona kwamba barua wale baadhi ya wafanyabiashara wanazo barua ambazo walishakuwa wamepewa barua za kusitisha zoezi la kupiga muziki kwenye biashara zao. Na sisi kwa nini sisi watu wa utamaduni tulishirikiana pamoja na watu wa biashara? Tunasema hivi kwamba mtu wa biashara mtu wa biashara anampa tu leseni ya biashara, lakini kama mtu anataka kumiliki shughuli ya muziki na kufanya, manake ile ni shughuli nyingine na ina utaratibu mwingine. Kwa hiyo masharti ya mtu wa leseni, yeye hana mandate ya kuendelea tena kumpa leseni alafu apige na muziki. Lakini kama nilivyoeleza kwamba nimeshaeleza awali kuwa tulishakuwa tumelianza ile zoezi. Kwa hiyo shughuli hizi za kitaifa ziliingilia tu, lakini tulishakuwa tumeanza nao.
Na maoni ya wananchi kuhusiana na kelele kupita kiasi katika maeneo ya biashara, maeneo ya makazi, Matukio Daima tunamtafuta mganga mkuu wa halmashauri ya manispaa ya Iringa ili kuweza kufahamu madhara ya kelele hizo kiafya. Naitwa Dr. Godfrey Mbangali, mganga mkuu wa manispaa ya Iringa. Sauti au kwa kitaalamu tunaita noise pollution, na yenyewe ina madhara kiafya, kwa sababu binadamu anatakiwa akae katika mazingira mazuri ya kiafya kwa ajili ya ustawi wake. Tuna watu wanaoumwa ambao hawahitaji kelele nyingi kupita kiasi, na tuna watu ambao vile vile wa magonjwa yao yanahitaji hali ya utulivu. Na duniani au kitaalamu tuna viwango vya sauti ambapo kwa neno la kitaalamu inaitwa decibel. Kwa hiyo ukubwa wa sauti huo unapimwa kwa decibel. Kwa mfano nikitoa mifano tu, hata mtazamaji anaweza akanielewa kwamba naongelea sauti zipi. Sauti hizi za kawaida za mazungumzo ambazo tunazungumza na ambazo zinakuwa acceptable, tunasema decibel inabidi iwe kuanzia 50, 70 mpaka 80. Hizo ndo zinazotakiwa. Labda nikitoa tu mfano wa mtoto anayelia, yeye anakuwa na decibel 11. Unaona, mtoto akilia, watu wengi tunamwambia mbembelezeni huyo anyamaze. Kinachosababisha hivyo, ina maana tayari kelele zimeshaleta pollution, ina maana haitakiwi. Ndio maana nyamazeni haraka anyamaze. Ni pamoja na kutaka kujua changamoto ya mtoto ni nini, kwa sababu mtoto huwa anaongea kwa sauti, lakini pia vile vile zile sauti huwa zinaumiza masikio na kuleta kitu kionekane kwamba hakiko kwa kawaida. Mfano wa tunazungumza labda ile siren, king'ora kile cha ambulance, kile kinakuwa na decibel 120. Na ukizungumzia kama ndege inaruka, yenyewe huwa inakuwa na decibel kama 30. Kwa hiyo wale watu ambao wanakuwa airport wanasikia zile kelele ndege ina take off au inatua, wanaweza wakaelewa ni kelele nyingi kiasi gani. Kwa hiyo vitu vyote hivi huwa vinaendana na utaratibu, na sauti huwa inaongezeka zaidi haswa nyakati za usiku. Kwa hiyo kama wasimamizi wa afya lazima pia tusimamie hilo na tuweke katika mazingira sawa. Watu wote sisi tunakuwa ni wasemaji wa idara ya afya, lakini tunakuwa ni watetezi pia, kwa sababu watu wote hawawezi wakaja wakasema kelele au wakapiga makelele hivyo. Kwa hiyo tuna chombo ambacho tunasimamia, na ndio maana manispaa ya Iringa na yenyewe inaamua iregulate ili watu wote waishi kwa amani na waishi kwa ustawi, waweze kusikilizana. Mpaka sauti zikiwa nyingi, hata kusikilizana mnakuwa hamwezi kusikilizana. Pamoja na hivyo, anazungumzia madhara ya sauti za vipaza sauti na loudspeaker katika maeneo ya biashara, hasa wateja wanaofika katika maeneo hayo ama wananchi wanaopata sauti hizo kila wakati. Kiafya, mara nyingi sehemu kubwa ambayo huwa inakuwa affected ni ubongo, kwa sababu na ubongo una acceptance yake. Mengine ya madhara yanaweza kaonekana na mengine yasiweze kuonekana kwa karibu, kwa sababu kazi ya ubongo inachuja sauti na ina regulate sauti. Sasa kama ikitumia nguvu nyingi, ndio ile mtu baadaye ataumwa kichwa. Lakini madhara mengine ni uchovu kwa sababu ya kelele. Na kama ninavyozungumza, kwa watu ambao wanasikia sauti, kila binadamu ana activity zake, yani ana kazi zake kwa kipindi fulani. Kuna wengine wanataka kupumzika, hawezi kupumzika kwa sababu ya kelele zimezidi, na kama hataweza kupumzika kwa sababu kelele zimezidi, tumemwathiri kiafya. Sisi tunasema ili mtu awe na afya bora, inabidi uwe emotional kuanzia ndani, kisaikolojia, na hii ya nje ambayo tunaona leo mtu ameumwa malaria, ameumwa nini. Sasa kama mtu anakuwa yani sauti zinamsababisha asiwe na utulivu, basi ni madhara pia kiafya tunayaita hivyo. Naam, mtazamaji, basi hayo ni majibu kutoka kwa daktari ama mganga wa halmashauri ya manispaa ya Iringa kuhusiana na madhara ya sauti. Kama ulikuwa hujui, basi hayo ndio madhara ya sauti kubwa
linayozidi kiasi kwa maana ya afya ya binadamu, lakini pia kusababishia maradhi kama ugonjwa wa kichwa na magonjwa mengine ambayo yanatokana na sauti. Lakini kila binadamu ameumbwa ili aweze kupata muda wa kupumzika. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Goli. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.